kuna tabia zimetokea kwamba mahusiano ya vijana yanaanza mapema mno. Unakuta yani mtu hajamaliza darasa la 7 ameshakuwa na mahusiano ya kutosha, tena na watu tofauti, wenye maumbile tofauti, na nguvu tofauti, na damu tofauti. Mchanganyiko ule unaingia kwenye mwili wa msichana ambaye ni mdogo. Matokeo yake madhara huwezi kutoka kule kwenye kizazi, maumbile yanatofautiana. Mwingine anaweza pia akamharibu hata kizazi. Lakini jambo lingine, mahusiano yale ya kuanza ngono mapema ambazo sio salama kumesababisha kuwa na ujauzito ambao hujatarajiwa. Wasichana wengi wanabeba mimba ambazo zitarajiwa kwa sababu hakutarajia, na yuko shuleni, yuko kwenye jamii, anataka jamii muone kwamba yeye bado ni msichana. Wanakwenda kutoa mimba kwa kutumia njia ambazo sio sahihi. P2, kuna vidonge vinaitwa P2 sasa hivi. Ukiangalia kwa asilimia kubwa, ukivifuatilia kwenye mtandao, ni vidonge ambavyo wasichana wengi sana sasa hivi au watu hawasotaka kukaa na ujauzito nao wanaenda wanavinunua. Fiko kwenye mafamasi, kila duka ukienda zipo. Hakuna kizuizi chochote cha kusema kwamba hizo dawa zisiuzwe. Ni kama unavyotafuta paracetamol, ni kama unavyotafuta plasta kufunga kidole unapata. Na wanakwenda wanachukua, wanabugia, wanakula. Madhara yake ni kwamba, nilikuwa namsikiliza mtaalamu wa afya juzi kwenye television, anasema zile ukitumia zaidi ya mara 2, jihesabu kwamba riski yako ya kuja kupata mtoto ni kubwa sana, ya kuja kukosa mtoto ni kubwa sana. Kwa maana kwamba unapokunywa ile ni kwamba unaenda kulazimisha mbegu iliyoingia kwenye tumbo lako uitoe kwa nguvu wakati inaendelea kunishika kwenye uzazi. Sasa unapoitoa kwa nguvu inatokaje? Kwa sababu ile ni dawa, ni sumu. Inatoka inasafisha na ule ukuta wote wa kizazi. Ule ukuta ndio shamba lenye rutuba ya kumweka mtoto amee, kama tunavyoweka mbegu kwenye ardhi. Na hili swala P2 nimelizungumza mara kadhaa. P2 ni emergency contraception ambayo kitaalamu ni sidhani kama unaweza kukutana na daktari akakuandikia kwa ajili ya kutumia P2. Okay, hata kama mtu akitumia huwa tunasema basi mara moja uliyotumia inatosha au 2, kwa sababu ina madhara kweli. Na tuliaga mfano ni sawasawa na nzi atue kwenye dirisha lako la kioo, alafu uokote nyundo uende kumpiga yule nzi. Ni kweli utafanikiwa kumuua yule nzi, lakini utakuwa pia katika nafasi ya kununua kioo kingine, kwa sababu na chenye kitavunjika. Kwa hiyo matumizi ya P2 ya muda mrefu bila ushauri wa daktari yanaweza kuwa na madhara moja kwa moja kwenye afya ya uzazi kwa mwanamke. Kama watu wameshatumia, basi wajitahidi wasitumie tena, na watuone wataalamu wa afya kwa ajili ya kuwapa ushauri mzuri zaidi wa njia gani nzuri ya kuzuia wao kupata ujauzito inapotakiwa.